Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Awali tupende kumshukuru Mwenyezi Mungu kuweza kukutana siku hii ya leo. Kama wakilishi wa wachezaji Tanzania Prisons, sisi kuelekea mchezo wetu wa kesho tumejipanga vizuri kutegemea katika maelekezo ya mwalimu aliyotupangia katika kuelekea katika mchezo wetu wa kesho. Ni mchezo muhimu. Ni mchezo ambao unatakiwa kujitoa sana, na pia ni mchezo ambao unatakiwa kutumia discipline kubwa sana kuelekea katika mchezo wetu wa kesho dhidi ya Yanga kwa kuheshimu wapinzani wetu. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri kukabili mchezo wetu wa kesho. Sawa, nikaribisha maswali kwa mchezaji. Kapteni uko vizuri? Awali sipendi sana kuwazungumzia wapinzani, lakini kuhusu majirani wao, sisi tunaingia na ile mbinu yetu mwalimu ambao ametuwekea kuelekea katika mchezo wetu wa kesho. Kwa hiyo sisi tutapambana. Kwa hiyo kama wao wako na majeraha, sisi tutapambana vyote, kwa sababu kama alivyozungumza mwalimu, Yanga ni Yanga tu. Kwa hiyo hajalishi kwamba wenyewe wanakosa kipana. Kwa hiyo sisi tutapambana, mtu yote ambaye atafika kesho kuelekea katika mchezo wetu wa kesho. Ni mchezo muhimu sana. Kwa hiyo tuhakikisha tupambane hivyo hivyo, hata kama wana majeraha hawana majeraha, sisi tutapambana kutafuta ushindi katika mechi ya kesho. Of course, kitu kikubwa ambacho tunacho sasa ni kutokuinamisha vichwa chini, kwa sababu bado ligi haijaisha. Hilo la kwanza. Jambo la pili, mwalimu ameangalia yale maeneo yote ambayo sisi tuko dhaifu, ameweza kuyafanyia kazi, kwa sababu tumeweza kupata siku kama 5 kuweza kufanya masahihisho ya yale ambayo mechi zilizopita hakufanyika vizuri. Kwa hiyo na imani tutakuwa bora katika yale masahihisho mwalimu aliyotuwekea kuelekea katika michezo yetu mingine ya ligi kuelekea katika kutafuta kunusulika kushuka daraja. Kwa hiyo na imani yale masahihisho ya nyuma ambayo tulikuwa tumekosea atakuwa vema tu kuweza kupambana, kwa sababu kila mchezaji sisi ana morali ya kuendelea kupambana. Kitu kikubwa hatujainamisha vichwa chini, tutapambana mpaka dakika ya mwisho. Sawa, nashukuru kwa swali zuri. Cha kwanza, mpira sasa hivi umebadilika sana. Mpira wa kipindi hichi cha sasa na kipindi kilichopita ni vitu vili tofauti. Hata walimu wamebadilika, wachezaji wengi sana wamebadilika. Hata sisi pia ile prison dume ya kipindi kile cha nyuma kwamba tunacheza most time power play, this time imechange sana, kwa sababu mpira sasa hivi umebadilika kwa asilimia kubwa sana. Ndio maana tunabadilisha mwalimu huyu, kwa kila mwalimu anakuja na filosofia yake ambayo anataka kuitumia katika mchezo husika. Of course, sio mechi zote mtatumia power play, hapana. Kuna mechi tutacheza, kuna mechi tutatumia. Kwa hiyo kuna mabadiliko, hata wachezaji wengi sana hawezi kutumia power play most time, tofauti na kipindi kile. Sasa hivi mpira umekuwa advance, hata Ulaya huko mpira umebadilika sana, hata kwetu hapa umebadilika. Ndio maana unashangaa hizi timu za kawaida ambazo watu wengi walikuwa wazidhani kwamba wanaweza kucheza na Simba na Yanga kwa kukamia, hapana. Ni mpira umebadilika sasa hivi, mpira umekuwa sayansi kubwa sana sasa hivi. Ndio maana unashangaa kuna analysis wanaisoma timu pinzani. Kwa hiyo kuna wepesi mkubwa sana kuweza kupambana na mpinzani wetu ambaye tunaenda kukutana naye. Kwa hiyo kwa hilo la kusema kwamba mpira ule kipindi kile, hapana. Sasa hivi mambo yamebadilika mengi sana. Sawa. Of course, kesho kuelekea katika mapungufu yao hayo ambao wanakuwa na upungufu, kwa hiyo tutatumia ukosefu wao huo ambao kuna shida katika sehemu yao ulinzi, na pia ni bora zaidi. Lakini kitu kikubwa ambacho tunaweza kusema kwamba mpira ni mchezo wa bahati. Sisi tumejiandaa na wenyewe wamejiandaa. Kwa hiyo mwenye bahati atabahatika kuweza kupambana katika mechi ya kesho. Nikushukuru sana.